Hili janga lipo na mlengwa ni vijana wetu, au sio? Na vijana wanawaona wenzao waliotumia hili mwisho wao unakuwa vipi, au sio? Anamuona mwenzake huyu alianza mambo haya, mwisho imekuwa adui yake mkubwa ni maji, hata kuoga hawezi. Kitaka kumuua mwage maji yule. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kwa hivyo wanayaona madhara, lakini kitu gani kinawavuta mpaka naye akaingia kule? Wema. Hawa mabwana watumia silaha ya wema kumuonyesha anampenda, kuonyesha anafaidika, anapata hiki, haji moja kwa moja akapewa madawa ya kulevya, lakini kwa wema atakaopata mwisho ataingia kule. Leo tuna janga lingine katika vyuo vyetu. Kuna janga la watoto wetu wa kike kuolewa na wasiokuwa Waislamu katika vyuo vikuu. Hili lipo pia. Vyuo hivi ambavyo si vya Kiislamu, wampeleka mtoto wako akiwa na maadili mazuri, lakini asomea medicine miaka 6. Katika miaka 6 ile mara wamkuta yule amekuletea mtu la qibala la, haangaliki uso wala kishogo, na tayari mtoto huyu amejisahau malezi yote aliyopewa, wema aliofanyiwa na wazazi, hashikiki. Kumbe ni mpango umepangwa, maandalizi maalum. Sisi bado hatujaamka kwamba hii ni ibada tukufu ya kuweza kufanyiana wema. Waona ukishapiga swala yako, ukitoka upige vikombe 5 vya kahawa, wewe kwisha. Zaidi usengenye na wawili, utusi yule, udharau yule, wewe mu'min. Lakini wenzetu hawalali. Wameona huu ni mlango mpana sana wa jabrul khawatir, kuweza kuwajenga watu katika wema, kwa sababu wema unamfanya mtu awe mtumwa. Mmoja katika Waarabu alisema huko zamani, ahsin ila nnasi tasta'bidu qulubahum fatalama ista'bada al-insana ihsana. Ukitaka kuzimiliki nyoyo za watu, wafanyie nini? Wafanyie wema. Mara nyingi mwanadamu anamilikiwa na nini? Na wema. Kwa hivyo makusudio yangu ni kwamba tujitahidi sana katika ibada hii, kwa sababu ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala kaifanya ni ibada bora yenye kutuweka pahali pazuri, na si pengine ni janna.